Imefahamika hiyo? Sasa yule contractor, mkandarasi mwenye kampuni ya ujenzi anakuwa na mafundi wote. Mle ndani ana fundi mbao kwa ajili ya madirisha na milango, ana fundi wa vyuma kwa ajili ya nondo, ana fundi bomba kwa ajili ya pipe na masinki si na nini, ana fundi wa umeme kwa ajili ya fitting. Wote kawaweka pamoja mle ndani kwenye kampuni yake, anaitwa mkandarasi. Sasa je, mufti lazima awe mkandarasi? Yani fatwa zote mujtahidi awe zote anazimudu, au anaweza kuwa naye ni fundi wa eneo fulani lakini pocho katika eneo fulani? Mmefahamu huo mfano huo? Na ukenda hospitali ni hivyo. Kuna hospitali, kuna maeneo mtu ni bingwa kufunga vidonda tu, ukimuonesha tu ile donda lake unajua hili linafungwa vipi. Kuna mwingine bingwa upasuaji tu, kuna mwingine bingwa kudunga sindano tu, ukishavua suruali anauona mshipa ulipo. Tena mwingine anailenga hivi cha, alafu anajifaa kutafuta kitu kingine inaning'inia hivi, subiri, anabonyeza. Bingwa wa kudunga sindano tu, lakini kufunga vidonda hawezi. Mwingine bingwa wa upasuaji, mwingine bingwa wa mifupa tu, mwingine bingwa wa maradhi ya akili, mwingine bingwa wa maradhi ya moyo. Alafu kwa ujumla wake wote wakikaa pamoja inakuwa sasa hiyo ndio hospitali kamili imekamilika. Sasa ijtihadi inaweza kuwa ni ya sehemu, inaweza kuwa ya pamoja. Sasa tunakuja kwenye kipengele hichi, tajazzuul ijtihadi. Kwa maana alijtihadu wa takhassus fi ba'd almasail, kujitahidi na kuspecialize ndio takhasus, kuwa mtaalamu, takhasus, kutaalamika, fi ba'd almasail duna ba'd, katika masala fulani pasi na masala mengine. Unakuwa mtaalamu katika masala fulani lakini si mtaalamu katika masala mengine, kutaalamika katika baadhi ya masala, si katika masala mengine. Kalijtihadati, kama jitihada fi mawdu'ati alfaraidh, katika maudhui ya mirathi tu, au alukubati, au mambo ya adhabu tu, au almuamalati almadaniya, au matendeano ya kiraia kama vile biashara na vitu vingine, duna ghairiha, pasi na mambo mengine. Maa tawafuri malaka al-ijtihadi fi jamii al-masail, pamoja na kupatikana uwezo wa kujitahidi katika masala yote. Kwa hivyo hiyo ndio tajazzuul ijtihadi, kwamba kunakuwa na specialization. Huyu ni mujtahidi katika eneo hili na yule mujtahidi katika eneo lile, kama ilivyokuwa mafundi na madaktari. Yara aktharul ulamai, ukurasa unaofuata, yara aktharul ulamai, wanaona wanazuoni wengi, annahu yajuzu tajazzuul ijtihadi, inafaa kugawika hii ijtihadi, tukawa na specialization, kukawa kuna taaluma, kila mmoja akataalamika kwa upande wake, na tukihitaji ya pamoja tutawaita wote kwa pamoja ili tupate kitu cha pamoja. Tamsikiliza huyu, tamsikiliza huyu, tamsikiliza huyu, tamsikiliza huyu. Kulikuwa kuna mtu mmoja hapa Zanzibar bingwa wa kutengeneza kachumbari. Yeye mambo ya chips na nini hajui, yeye anajua kutengeneza kachumbari tu, mpaka jina akaitwa kachumbari kwa sababu ya kazi yake kutengeneza kachumbari tu. Sasa kuna watu ni mabingwa wa mishkaki tu, kwa hiyo watakuwa. Kuna wengine mabingwa wa supu tu, mikate haiwezi, na kuna wengine mabingwa wa mikate, supu haiwezi. Lakini tukitaka mikate na supu, si tutawaita wote na kila mmoja afanye kazi yake? Kwa hivyo hiyo ndio tunayozungumza sasa. Hatari. Annahu yajuzu tajazzuul ijtihadi, inajuzu kugawika jitihadi, bimaarifati ma yataallaqu bimasalatin, kwa kujua kinachofungamana na masala fulani, wa ma la budda minhu, na yale kwa hana budi ndani yake, fiha, katika masala hayo. Wa in jahila, hata kama hayajui au atakuwa mjinga, ma la taalluqa lahu, na yale usiokuwa na fungamano biha, na jambo hilo, fi baqiyati almasail fiqhiyya, katika masala mengine yalobaki ya kifiqh. Ndio yale ya kusema analijua hili lakini ile jingine alijui kabisa, hana habari nalo. Lianna i'mala malakati al-ijtihad, kwa sababu kutumia uwezo wa kujitahidi, fi jamii al-masail, katika masala yote, wal ijtihadu al-fi'li, na kujitahidi kwa vitendo, fiha, ndani yake, amrun ghairu matlubin, si jambo linalotakiwa lada jamii ulama, kwa wanazuoni wote, kwamba kila mwanachuoni aweze kujitahidi katika masala yote, si lazima wala haitakikani, ni kulazimishana. Ndio yale ya darasani, huwezi kupasi masomo yote halafu kawa bingwa katika masomo yote. Aghlabu ya watu wanaojua sana hisabu wanafeli masomo ya lugha,
aghlab, sisemi wote, ni aghlab watu wanaojua sana hesabu wanafeli sana masomo ya nini, ya lugha, na wanaojua sana masomo ya lugha wanafeli sana masomo ya hesabu. Ndio aghlab inatokea namna hii. Kimwona mtu anapasa sana hesabu, basi kusema sana hawezi, hana porojo jingi. Yeye kila kitu akamate karatasi, apige mstari, afanye mahesabu yake. Na ukimwona mtu anapiga porojo sana, aghlabu mahesabu anafeli. Si mimi lakini sema aghlabu ya walio wengi. Na hii fani ya mirathi si wanazuoni wengi wenye kuiweza. Wanazuoni wengi sana hawajui fani ya mirathi. Wanajua fani ya mirathi ni watu wachache, kwa sababu mle ndani mna sheria na hesabu, sheria na hesabu, na kuna sehemu mna mambo ya jamii, uijue jamii. Sasa kuna mtu kuupanga ukoo hajui. Hebu nipangie ukoo wako wote, nasema baba, mama, bibi, babu, mjomba, shangazi, kashamaliza. Kuna watu chungu nzima katika ukoo wako, wengine hata majina, ukiulizwa majina yao atakuwa nani hawa kwa mujibu wa ukoo, huwezi kuwataja majina yao atakuwa vipi. Mke wa mjomba wako kwa Kiswahili unamwita vipi? Hivyo tu mke wa mjomba au ana jina lake maalum? Lipo jina maalum kwa Kiswahili, sitaki kulisema hapa sasa hivi. Wako wenyewe nini, mkasahau? Wewe mbona hivi tutakutupeleka huko? Hamna neno, lakini yako maneno. Lakini ukiambiwa jaza kila mmoja kwa jina lake, utapata tabu. Wahindi katika lugha yao kwa kila mmoja wanampa nini, title yake katika watu wa ukoo. Katika lugha yao wana majina ya kuyataja, wakisema tunajulikana huyu ni nani kwako wewe. Na Kiswahili tunayo, lakini mengi yamepotea. Sasa kwenye mirathi lazima ujue sana elimu ya jamii na ukoo ulivyo. Alafu ndio huyu anapata, huyu hapati. Ikitoka hivyo ataingia katika ulul arhami, huyu ataingia katika asabati, huyu ataingia wapi, ulijue eneo lile. Sasa ukiwa pocho kwenye eneo lile tena tayari na huko kwenye mirathi. Halafu kuna hisabu mle za LCM, lowest common multiplier. Ukifeli zile kule skuli LCM na huko tena kwenye mirathi inakuwa kazi. Siku moja jamaa mmoja anaponisha mirathi, shekhe mmoja akasema huyo kashaanza. Mimi hesabu zenyewe nilifeli skuli. Alafu unatuletea na huko msikitini unazileta tena. LCM lazima usome LCM. Usijue vizuri LCM namna ya kutafuta nini kigavi kidogo kishirikishi. Tena unaweza kuvuruga mambo chungu nzima. Mbali kujua sheria, zimo sheria zake, nani anapata, nani hapati, na akipata anapata ngapi, na akikosa anakosa kwa sababu gani. Kwa hivyo unaweza kuwa mwanachuoni mzuri wa kupiga makelele mengi na nini, takbir, lakini ukifikishwa kwenye mirathi huku kwa pocho. Siku moja walikwenda watu kufanya dawa kijiji fulani, wakaambwa mmekuja tuna maiti tangu jana katushinda, hatujui tufanyeje taratibu zetu. Kwa hivyo bwana, mmefika nyie, anzeni na hili. Wakaanza kutizama na hakuna hata mmoja anajua habari za maiti. Hawakufanya kazi ya dawa, kaondoka wao na vilemba vyao, safari. Kuna habari ya kukosha, kuna habari ya kuvisha sanda, kuna habari ya kusalia, kuna habari ya kuzika. Na zote hizo zinafundishwa katika dini ya Kiislamu. Lakini unaweza kumkuta mtu mwanachuoni na maeneo hayo pocho, hata kuelekeza hajui. Anaweza kuwa hafanyi hayo watu wanayafanya, lakini angalau kuelekeza. Mwingine hata kuelekeza hana, lakini kelele zake humo msikitini, watu wote makafiri, Muislamu peke yake. Yaani haya hayajui. Jaza hayo nayo mashaka mengine. Twendeni bwana tupate mahala, tusije tukaambiwa tunawasema watu tu Sisi tuko katika kufafanua lianna imala malakat ijtihadi fi jami' almasail والاجتهاد الفعلي فيها امر غير مطلوب لدى جميع العلماء. Kwa wanazuoni hawataki. Fakana almujtahidu, basi kama mujtahidi, yusalu an kathiri min almasaili, anaulizwa katika masala mengi, fayujibu an ba'dhiha, anayajibu baadhi yake, wayaskutu an ba'd al-akhar, na mengine anayanyamazia kama hayajui, asema haya siyajui, au anakwenda kuyafanyia utafiti ili ajibu. Si lazima ujibu kila unaloulizwa, mpaka iwe unaweza kujibu. Kama huwezi kujibu, sema hili liko nje ya uwezo wangu, au hili nipeni muda nitakwenda kulifuatilia. Si lazima ujibu kila unaulizwa. Kama umeliona kwa wakati ule huwezi kulijibu, si lazima ulijibu wakati ule. Utalichukua, utakwenda kulifanyia kazi. Lakini kama una uwezo wa kulijibu, ulijibu. Kwa hivyo si kila mujtahidi anaweza kujibu kila swali. Mwingine anaweza kuwa haya.
na mengine ni mambo ya kimaisha tu. Unaweza kutajiwa jambo wewe hulijui tu katika haya maisha. Kwa hivyo sema ni kitu gani hicho mpaka ufahamishwe. Yuko mtu mmoja aliulizwa, shekhe, togwa halali? Kumbe yeye kwao hakuna togwa wala alijui togwa ni nini. Akasema ile kutoga kwenye mwili sio togwa, alifikiri ile kutoga kwenye mwili. Na wako watu hapa angeuliza togwa nini, wengine walijui munda. Sasa sio maana kwamba kuna mingine wala si masuala ya elimu ya dini, ni masuala ya maisha yanavyokwenda. Mwingine halijui bumbwi, mwingine halijui nini bobwe. Unaona kaza, ni mambo ya kijamii. Sasa kama huyajui uliza wenzio, kama huyajui uliza wenzio, anajua bahari balo gani na ueleza ukweli ulio. Haya, tumefahamiana. Kwa hivyo kuna maeneo mengine ya kujitosheleza kwa maana ya kujiongezea maarifa. Wa amma alqailuna, ama wale wanaosema bi annahu la yatajazau, kwamba ijtihadi haigawiki, fa aradu, basi wametaka au wamekusudia, annahu la yutasawaru, kwamba haipatikani picha tawafuru malakati ijtihadi, kupatikana uwezo wa kujitahidi, illa bil qudrati ala ijtihadi, isipokuwa juu ya uwezo wa kujitahidi fi jamii masaili, katika masala yote. Wako waliosema kwamba huwezi kuwa mjitahidi mpaka uweze kujitahidi masala yote. Mimi naona hiyo kauli ni taklifu. Hakuna mtu anaweza kujitahidi katika masala yote zaidi ya Mtume sallallahu alaihi, kwa sababu ya wahi anaopata. Kubakia wote mengine yatamshinda tu, kwa sababu atakuwa hayajui. Mengine yatamshinda kwa sababu atakuwa hayajui. Sasa masala mengine ni ya kilimo, masala mengine ni ya ufugaji, masala mengine ni ya ufundi, masala mengine ni ya afya, na kote huko kunataka ijtihadi. Kitale, inafaa kula kitale? Kitale ni halali kula kitale? Sasa unaona, tumesema hivyo na watu wanajua kitale ni halali kula, lakini waulize wangapi wanaokijua kitale. Na hata sasa hivi mimi nimekwenda Kigoma kule, nimekuta kinaitwa bitale, lakini hicho ni cha mchikichi, sio cha mnazi. Kwa hivyo kuna kitale cha mnazi, kuna kitale cha mchikichi, kuna kitale cha mtende pia nimekikuta. Na cha mvumo. Unaona kazi. Kuna miti mingine pia inakuwa na vitale. Sasa unaona, mwingine sasa hakijui kitale. Kwa hivyo hata kuulizwa kuhusu kitale ni nini, fatwa anaweza kusema kitale kwani kinapikwa vipi? Anaweza kauliza namna hiyo. Kwa hiyo ijtihadi nayo inategemea, unaweza ukawa kuna mambo unayajua, kuna mambo huyajui, lazima uulize, ufahamishwe, alafu ndio uweze kutoa ijtihadi. Haya, twendeni. Yako hayo kama al-bahri kumuliza ganun, na nalijua ganun au ulijui ganun? Unalijua ganun? Na nalijua ganun. Sasa wangapi wanalijua ganun hapa? Analijua Ahmad Bahrani kule, nataka kukwambia. Kesha lichezea sana inaonesha. Au gambusa nalitaka. Haya, kwa hivyo imefahamika tajazu ijtihadi, itakwenda namna kama hiyo. Haiwezekani kuyamaliza yote masala kwa kujua kila kitu. Lianna lijtihada malakatun wa ahliya, kwa sababu kujitahidi ni uwezo na ni sifa. Yaktadiru biha almujtahidu, anaweza kwa sifa hizo na uwezo huo mwenye kujitahidi, alafahamu nususi, kwanza kufahamu dondoo za sheria, walistinbat alahkami, na kuchipusha hukumu asharia za kisheria, mina kutokana na hizo dondoo, wastinbat alhukmi, na kuchipusha hukumu fima la nassa fihi, katika jambo ambalo halina dondoo, wafahmi mabadi tashrii, na kujua vyanzo vya kuweka sheria, wa ruhu tashrii, na moyo wa kuweka sheria, alama wa pamoja wa Uislamu wote. Yani Uislamu hasa lengo lake na madhumuni yake nini katika uwekaji wa sheria. Wa hadhi almalakatu la tatajaza, na uwezo huu wanauona wao haugawiki. Katawafuri albalagha, kama kupatikana ufikishaji, yani balagha ikiwa ni fani, maana yake ni fani ya kufikisha ujumbe. La yakunu linsanu balighan, binadamu hawi mwenye fani ya balagha, hata yutkina fununa alkalam, mpaka azifanye vizuri fani za maneno, azijue vizuri fani za maneno. Na fani za maneno kwa Arabu zimegawiwa katika mafungu matatu: ilmu maani, ilmu bayani na ilmu badii. Tatu hizo uzijue. Ilmu maani ni kama saikolojia ya lugha, kuweza kufahamu maana za maneno, kwamba
neno hili lisemwe wapi na mahala gani, tuseme nini. Kama pana hadhara kubwa ya watu alafu mtu katokwa upepo, tutumie lugha gani? Tuseme kajaa mbaazi au tuseme kapumua? Ilmul maani inakufundisha kila hadhira utumie maneno gani na ueleze vipi. Ilmul bayani kazi yake kukupa mbinu za kufafanua jambo mpaka likafahamika, na ilmul badii inakupa uwezo wa kuyaremba maneno mpaka yakapendeza. Maana yuko mtu anaweza kuwa anajua vizuri kuelezea na anajua vizuri kuyafahamisha akafahamika, lakini analeta makavu, hayatii urembo, hayatii burdani. Pahala pa kuvutia hatengenezi maneno ya kuvutia, pahala pa kuchukiza hatengenezi maneno ya watu kuchukia kile kitu. Sasa badii inakufundisha kuyaremba maneno, wapi ulitengeneze neno livutie sana na wapi utengeneze neno lichukize sana. Katika kusifu na kuponda na nini, badii ina msaada mkubwa. Kwa hivyo inakuwa kama decoration, kama vile tuseme mtu ameshasonga ugali halafu akaupakua kwenye sahani. Sisi kwetu Zanzibar, desturi zetu, tunautia kwanza kwenye kitu kama sufuria, alafu unazungushwa. Ukiachiwa pale kwenye sahani unakuwa kama mpira. Vijana wanasema para la mzungu jeupe. Sasa wenzetu wa Tanzania bara wao wanaopakua kwa mwiko wanaweka mapande tu, hawauviringi wakauzungucha. Na sisi siku hizi kwenye magenge na baadhi ya hoteli tumeanza kuchukua desturi hizo za unapakuliwa ugali tu kwa mwiko na kuwekwa mapana. Lakini sisi desturi hasa wazee tu waliotulea wanaotia kwenye sufuria au kwenye chungu, unazungushwa alafu unaweka kwenye sahani au kwenye sinia, umekuwa hivi duara safi. Alafu mchuzi wake unachukuliwa upawa, unabonyezwa pale katikati, unatengeneza shimo. Alafu ndo vitu vinamwagiwa pale, mnaambia nyewe mwanze kuubomoa kidogo chini huku, mnachovya mpaka mwisho linabomoka bomo, ndo mnalivamia yote. Ndo ulaji wetu mseto. Hata wali zamani tulikuwa tunakula kwa staili kama hizo. Sasa ile ndo badii, sasa ule urembo. Tumevamiana, kile chakula kinakuja kimerembwa, kinakuvutia. Kwa hivyo ilmul badii katika lugha ni kuyaremba yale maneno mpaka ukawa unavutia sana. Ukizungumza mtu anaacha hata kujikuna. Kama alivyosema yule mshairi, tungo ni tungo za kale, mvita wazipendao, mtu kuwacha upele asikune uwashao, si leo kula kambare mbichi bila limao. Yani ukitoa mashairi, mtu hata kama kuna upele unamwasha, anaona akijikuna atachelewa, anatulia kukusikiliza kwa sababu ya fani ya badii. Ukikosa fani ya badii, ndugu yangu, wewe unazungumza, mwingine kaelekea kule, mwingine anatafuta la kufanya, mwingine na hili, kwa sababu hujui kuyaremba maneno. Na hiyo ni fani, ukishaikosa tena usisilaumu watu, kaa kitako usome. Imefahamika? Walihadha alkalami fasihun, wa hadha alkalamu fasihun, na maneno ni fasaha, wa huwa la yatanafa, nalo haligongani, fil jawhari, kimsingi, wal haqiqati, na ukweli, ma kalami akthari ulama, na maneno ya wanazuoni walio wengi. Kwamba ijtihadi ya kweli ni ile ijtihadi iliyokuwa imekusanya mambo yote na mtu akaona uwezo mkubwa katika kila jambo kutolea fatwa. Lakini ikiwa hapana budi, basi hata ile ya kugawana kila mmoja akijitahidi kwa upande wake, nayo itafanyaje? Itafaa. Tumefahamiana? Yani kama mke wako umemuoa kwa jamii zetu, anatakiwa vyakula vyote vya kijamii aweze kupika. Aweze kupika ugali, aweze kupika wali, aweze kupika biriani, muhogo, sio nini, vyote anaweza kupika. Lakini inatokea wakati mwingine unaweza kuwa umemuoa mke, vitu fulani haviwezi, unaingia kuvifanya mwenyewe. Sisi hapa Zanzibar zamani ilikuwa wanawake wengi hawajui kusonga ugali. Wasembe wanajua ugali wa muhogo, wasembe unawashinda. Sasa kama mwanamume kasafiri hivi kapita jeshini, polisi, anakuwa kusonga sembe anaweza. Kwa wakati mwingine mwanamke anapika mchuzi, asema msubiri baba yenu wakija atawasongea sembe. Sasa ile ndio jitihadi juzi, yeye anajua kupika, lakini hili nafanyaje limemshinda. Tumefahamiana? Na siku hizi wanawake wengi hawajui kupika futari za kizamani.